Na amani ya Bwana Yesu Kristo ipitamani zote iwe ndani ya nafsi yako, mwili wako na roho yako. Karibu sana ndani ya Gombo Maranatha Media, kituo cha Bwana Yesu Kristo, sehemu nzuri na bora zaidi ambapo ulimwengu mzima na watu kutokea sehemu kadha wa kadha duniani wanapata kujua kweli ya Kristo kutokana na maeneo tofauti tofauti waliopo. Nikualike sana kwa moyo mkunjufu sana ndani ya Ijue Gombo Maranatha, huduma hii ya Bwana Yesu Kristo. Nakwambia kwamba Gombo Maranatha Church inafanya vitu vingi zaidi, na media imebarikiwa kuwa na vipindi kadha ambavyo unavitazama kwenye uwanja huu wa Gombo Maranatha Media, kwa upande wa YouTube, pia kwenye mitandao mingine ikiwemo Instagram, TikTok, Thread, pamoja na email yetu ya gombomaranatha@gmail.com. Mengi makubwa yanashuhudiwa kila siku, Kristo anazidi kutukuzwa, matendo makuu ya Mungu yanazidi kuonekana. Ni swala zuri sana la kuendelea kujivunia. Gombo Maranatha Church ndani ya mwaka huu Mungu amebariki kufanya vitu vingi sana ambavyo vimeleta chachu na maendeleo mapana zaidi ya huduma yetu kwa kuendelea kusogea. Na ndio maana kuingia kwa mwezi huu mpya wa 5 tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa ndiye pekee anayetuwezesha, ndiye aliweza kutupa kibali, ndiye aweza kutupa uwezo, ataweza kuvifanya hivyo vyote. Matendo makuu ya Mungu pia kudhihirika ndani ya mwaka huu hata kufika leo ni kwa neema pekee yake ya Mungu pekee, ndiye anayeweza kutupa hivyo vyote. Maendeleo na vile ambapo Kristo anatubarikia, ikiwemo uendelezo wa jengo letu la ama hema la Bwana ambalo linapatikana katika maeneo ya Kidimu, ambapo ni mkoa wa Pwani, ambapo ndipo makao makuu ya kituo hichi cha Bwana Yesu Kristo Gombo Maranatha yanaendelea vyema zaidi, ambapo Mungu ametuwezesha ndani ya mwaka huu tumefanya vitu ambavyo vinaleta utukufu kwa Bwana, ili watu kutoka sehemu tofauti wanapokuja waje kujua kweli ya Kristo katika hema zuri la Bwana Yesu Kristo ambalo yeye mwenyewe ndiye anayejenga. Sio kwamba ni bora zaidi, sio kwamba sisi tuna uwezo ama fedha, lakini Kristo mwenyewe ndiye ambaye analijenga hema lake. Ambaye na hilo pia ameweza kufanya mengi sana makubwa. Tumeweza kushirikiana pia na makanisa kadha wa kadha ambayo yanatuzunguka kwa mikutano, semina tofauti ambazo pia zina lengo la kujenga na kukuimarisha kiroho wewe ambaye unanitazama popote ulipo ulimwenguni. Nikwambia huduma hii si tu ya kanisa peke yake, bali ni kwa ajili ya yoyote yule ambaye anaiamini ile kweli ya Kristo. Huduma hiki na chombo hichi ni ya kwake. Ile kweli pekee ya Kristo anayoiamini, huduma hii ni ya kwake. Na yupo huru zaidi kujitamba, kwa maana hiki chombo kimekuja kwa ajili ya kuieneza kweli ulimwenguni pote. Kwa nini kweli? Sehemu nyingi sasa hivi duniani zimekuwa zikieleza kwa ushabiki, kwa kutaka fedha, kwa kutaka kujionesha ama maarufu fulani. Lakini huduma yetu ya Gombo Maranatha Church inakupa ile ladha halisi ya neno la Mungu. Sisi tuende na uso wa Bwana na kuitangaza Injili, watu wote wamjue yeye na kuwa wanafunzi wake. Unazungumziaje namna ambavyo watu wameitikia semina hizi? Mwitikio wake ni mzuri sana. Watu wameokolewa, wamekombolewa na wameponywa na wameelewa neno. Kwa sababu katika shuhuda ambazo zilikuwa zimetolewa asubuhi ni shuhuda ambazo wengi wamekombolewa. Kwa namna moja au nyingine, huu moja umeleta mwamko mzuri sana kwenye bonde hili la Muheza, hii wilaya ya Kibaha. Hakika bonde lilikuwa na giza sana katika mambo ya giza. Vijana walikuwa walevi, hawaelewi neno, washerati na mambo mengineyo mengi, hata vibaka. Lakini kwa sasa mambo yanaenda vizuri, Mungu anatenda. Nataka kusema kwamba semina hii ilianzishwa na umoja wa makanisa, mkaona bora ni vyema sio tunatoa semina mara kwa mara kwa ajili ya huduma, ama wazo hili lilitoka wapi? Ili wazo limetoka katika umoja wa makanisa ya Kipentekoste. Na ni sio tu semina. Kuna semina za ndoa, semina za vijana, semina za watoto, semina za mama wachungaji, semina za wababa, semina za worship team, semina za wainjilisti. Zote hizo tunafanya. Mpaka kuwatembelea wajane na mayatima. Kwenye umoja wetu hizo huduma zipo, ambazo baada ya kumaliza hii semina ya kutoka tarehe 5 mpaka tarehe 9 leo, kuanzia wiki lijalo tutaanza kuweka semina
ndogo ndogo ndani ya malengo ya mwaka, kufundisha watu neno wajue kwa undani. Kuna wachungaji ambao wapo kwenye umoja wenu lakini tumeona nao wameitikia wito. Unazungumziaje pia kuhusiana na hiyo? Hakika walioitikia wito ni wengi sana. Kwa mfano yupo Julius Kiio, kuna Joseph Kinuma, Thomas Kinuma, kuna Isaac, wachungaji ni wengi, Ngepite, wachungaji ni wengi sana walioitikia na wamepokea vizuri, na hata walioko nje ya mtaa wapo wengi sana. Amina. Mungu akubariki sana mchungaji, tunazidi kubarikiwa. Amina. Amina. Mungu akubariki sana. Asante sana na tunategemea ushirikiano wenu. Tunaomba tushikane kwa ajili ya kulieneza neno la Bwana. Amina. Mungu akubariki sana. Amina, amina. The Good News of Peace and Salvation ilikuwa na mtumishi wa Mungu hapa ambaye ndiye mwandaaji wa semina hii akishirikiana na umoja wa makanisa. Wameandaa semina hii nzuri kabisa kwa ajili ya watu wa Muheza, watu wa Kidimu, ili waje kubarikiwa na neno la Mungu, kufunguliwa. Ameeleza kwa upana kwamba zipo semina nyingi ikiwemo za ndoa, ikiwemo semina za vijana, ikiwemo za wamama, za wababa. Lengo kubwa ni kumtoa mtu katika milango ya kuzimu, kumtoa mtu katika milango na uovu wa shetani. Usiku hutia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Huwakunjulia maskini mikono yake, naam huwaonyesha wahitaji mikono yake. Hawahofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana wote wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Hujifanyia mazulia ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na urujuani. Mume wake hujulikana malangoni, aketipo pamoja na wazee wa nchi. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanyabiashara mishipi. Nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake, anaucheka wakati ujao. Hufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema katika ulimi wake. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Wanaye huondoka na kumwita heri, mumewe naye humsifu na kusema, binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Upendeleo udanganya na uzuri ni batili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mpe mapato ya mikono yake, na matendo yake ya msifu malangoni. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma vizuri Methali kuanzia mstari wa 10, utaona hapa anaongelewa mwanamke. Lakini hili somo sio la mwanamke tu, ni mwanamke pamoja na wanaume. Kwa sababu ukiangalia sana, nitakuwa nafundisha huku tunaulizana maswali. Baada ya Mungu kuumba, alipoumba tu mtu wa kwanza, baada ya maisha kuendelea, aliyefuata katika uumbaji ni mwanamke na mwanamume. Lakini ambaye anahusika kwa asilimia kubwa sana kwenye uumbaji ni mwanamke. Kwa hiyo ukisoma hata Biblia vizuri, unaona ya kwamba mwanamke ni chachu, mwanamke ni kama umeme. Mwanamke ndio kila kitu katika familia. Na ndio maana kuna msemo unasema kwamba unapomwona mwanamume yote amefanikiwa, nyuma yake kuna mwanamke. Hii ina maana gani? Mwanamke amepewa wajibu mkubwa sana katika Biblia. Na si katika Biblia tu, ni katika maisha yetu ya kila siku. Ya kwamba sisi ndio wazalishaji, sisi ndio wabeba kila kitu. Na hata wanaume ambao wanafanikiwa, unakuta anakuwa anabebwa sana na mke wake, anakuwa anawezeshwa sana na mke wake. Ambacho Mungu amekitengeneza kizalishe mtu. Amen. Amen. Ni mahali sensitive. Anatokea mwanaume kama huyu pale kwenye kitanda, anatokea mhubiri huyu pale kwenye kile chumba. Wewe chumba umekifanya kama ni mahali tu pa ovyo. Hakuna mahali mwanaume akichoka anakuja kupumzika, ni nyumbani. Nyumbani ndio paradiso ndogo. Anapigika huko na jua, akirudi nyumbani, afike nyumbani akae vizuri. Na utakuta mwanamke huyu sasa ni mchafu. Mimi nimeambiwa nichanganye. Ni mchafu.
hivi mama, nataka nikutume saa hizi. Umezoea kuendaga nyumbani hata ukiwa kanisani, uongo kweli? Umenielewa nini hapa? Unaweza ukawepo hapa lakini unapika maharage nyumbani. Mchungaji anahubiri mpaka anasema mimi na tabia, anasema fulani nimesema nini? Kwa sababu nishamuona hayupo, ameshasafiri. Sasa leo nakupa waranti ya kusafiri. Safiri, nenda kwenye uvungu wako. Umeenda? Inama. Binua kitanda. Umeona nini? Yaani huyu mwanamke siku anahama hapo, mende walishakauka, mijusi walishakauka, mafua nyumba hiyo hayaishi. Wanasema msimu wa mvua, simubinue kitanda muone. Nikasema kuna wanawake toka alipohamia kwenye nyumba hiyo ameweka kitanda kwenye kona moja. Amezalia mtoto wa kwanza, wa pili kona ile ile, ya tatu kona ile ile, wa nne kona ile, mpaka mchawi akishuka anajua walipo. Hana shida. Yaani unajua watu wengine wanamrahisishia shetani kazi. Yaani hata mchawi anajua tu, jamani mtu wetu tunashukia hapa tini. Haleluya! Hapa hawapo. We, kochi toko lipotua upande mmoja, umetua siku na hamisha mpaka sakafu inabadilika, kama ni tailizi inabadilika. Nenda bafuni, umetupa mapampers. Mwanaume ametoka kazini apumzika, nakuta kuanzia kitandani kote ni manepi, ni mavisepe ovyo ovyo. Andaa semina kubwa ya neno la Mungu. Dhumuni kubwa la kuandaa semina hii ilikuwa ni nini? Ni kuwafikia watu kama kusudi kuu la Bwana Yesu ambavyo lilivyosema, enendeni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Semina hii imeanza kuanzia lini? Sisi tumeanza hii, tusiseme ni semina, ni mkutano. Mkutano huu umeanza tangu tarehe 19 na leo tarehe 23 ndio mwisho wa kuishia mkutano. Mkutano huu unatembea na neno gani hasa? Mkutano huu unatembea na neno ambalo linasema kwamba agizo kuu ya kwamba tuwafuate, kama nilivyokwisha sema, tuwafuate watu ili tuwalete kwa Yesu nao wapate kukombolewa. Tangu mmeanza semina hii mnaonaje mwitikio wa watu? Mwitikio wa watu ni mzuri na unapendeza, na inaonyesha kana kwamba tungeliendelea zaidi, watu wangeitikia zaidi. Semina hii mmeshirikiana pamoja na umoja wa wachungaji, mna ukaribu gani nao? Umoja wa wachungaji tuna ukaribu mzuri kwa sababu ni kundi ambalo tulioliunda au ni timu tuliyoiunda kwa ajili ya kuwafikia watu kwa Yesu. Kwa namna kama ile, mkutano huu umeandaliwa na makanisa 6. Makanisa 6 hayo yametokana na mwangalizi wetu ambaye ni baba anaitwa Amoni Benjamin Nyimbi. Ndio maana unaona kusanyiko hili lipo hapa ikiwa limeandaliwa na makanisa 6 tuliotokana na Amoni Nyimbi kama watoto wa kanisa lake. Leo siku ya mwisho ambayo mnahitimisha mkutano huu wa Injili, naona mwitikio umekuwa mkubwa tofauti na mlivyokuwa mnaanza. Ilikuwa tatizo ni nini hapa? Tatizo lilikuwa ni changamoto ya hali ya hewa, na kwamba siku ya kwanza mvua ilinyesha kwa wingi na ilianza kwa muda ambao tayari mkutano unatakiwa uanze, na siku ya pili kadhalika mvua ilinyesha, na siku ya tatu mvua ilinyesha, hata siku ya 4 mvua iliendelea kunyesha. Lakini pamoja na mvua kunyesha, yakata tamaa, tunaendelea kumhubiri Yesu aliye Kristo. Mpaka sasa hivi ni watu wangapi wamekubali kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Kwa unavyoona mpaka sasa ni watu 9. Watu 9 ambao wamekubali kumpokea Yesu. Ufalme wa Mungu ni watu wengi sana. Ndio, na watu 4 leo walifika kwenye ibada, na baada ya hapo wengine tutawafuatilia kwa utaratibu. Amina mtumishi, naona watumishi wengi wamekuja, wale ambao wamepata kibali cha kualikwa na wengine. Inaonekana ni kwa namna gani ulivyo na uhusiano vizuri na wachungaji ambao wanazunguka katika eneo lako? Ni kweli, kwa sababu
hata wao wanapokuwa wameandaa makongamano haya au mikutano namna hii, nami huwa ushiriki na kufanya sawasawa na kile ambacho wamenipa taarifa. Mtu ambaye anatazama sasa hivi unamwambieje kuhusiana na wokovu na kumpokea Yesu? Yaani tendo la wokovu, yule anayetazama, mtazamaji anayetazama sasa, inambidi atambue na kujua kwamba maisha tulionayo ni maisha ya muda ambao tunatakiwa tuwe na mabadiliko ya kuweza kumjua Yesu Kristo na kufanyia kwa Bwana na Mwokozi katikati ya maisha yetu, na si tu kana kwamba kumjua Yesu, yani kuacha dhambi na kutembea katika njia ya utakatifu wa Bwana ambao Mungu mwenyewe aliuagiza tangu mwanzo. Amina. Mchungaji, Mungu akubariki sana na hongera kwa semina nzuri. Asante sana pia na wewe mwandishi wa habari. Mungu akubariki kwa kufika kuchukua matukio haya na kuyarusha ili dunia ione kwamba tunao wajibu wa kuweza kufika kila kona ya dunia na kuihubiri habari njema iletayo wokovu katika maisha ya wanadamu. Lakini ni semina ya kwanza, mna nyingine ambayo inafuata hivi karibuni? Baada ya hapo naamini tutaandaa mpango mwingine mkakati ambao tunaendelea nao, na baada ya hapo tutakupa taarifa. Ukiwa nafasi tutashukuru zaidi ukija, halafu utupeleke duniani, dunia ione kana kwamba nini tulichokusudia, ya kwamba kusudi kuu ni kwamba kuwaleta watu kwa Yesu, ili watu wamjue Yesu, wafunguliwe na adha mbalimbali ambazo zimewasonga. Huyu ni mchungaji kiongozi wa mahali hapa, anasema dhumuni kubwa ni kuwakusanya watu, kuwapeleka kwa Yesu, na neno la Mungu la kweli lisiloghoshiwa inapatikana hapa GE Media, Gombwe Maranatha Media. Mungu akubariki sana mchungaji, hongera sana kwa semina na zidi kuwaleta watu kwa Yesu, ndivyo hazina unavyojiwekea mbinguni. Amina. Kanisa letu usiseme tu TIG, maana TIG ni eneo pana, inaitwa TIG Makedonia katika eneo la mtaa wa Lumumba, ikiwa tuko katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha. Nipo kule. Amina. Mtumishi, Mungu akubariki sana. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amina. Wewe ndiye baba wa jambo hili zima, unaonaje semina ya mwaka huu au mkutano ambao umeanzishwa? Tunamshukuru Mungu, alitupa maono ya kuwa na mikutano 7 mwaka huu, lakini hii mikutano ambayo inaandaliwa na watoto wa mchungaji Nyindi ambao wamezaliwa kwenye kanisa la TAG Ebeneza, kanisa la Tanzania Seventh God, tumeweza kuungana pamoja ili tuweze kufanya mikutano, jukumu ambalo Yesu ametuita ili tuweze kuhubiri katika ulimwengu mzima, na Mungu ametupa haya maono kuhubiri kila kanisa, na tutaanzia Dar es Salaam na tutakwenda pia mikoani, na haya maono tutaendeleza, sio maono ya muda mfupi, maono ya muda mrefu. Haya maono yameanza lini mtumishi? Haya maono tulianza mwaka jana. Tulihubiri mkutano mmoja mwaka jana mwishoni, lakini mwaka huu ndio tumeyakamilisha na tumeunda timu vizuri. Unaonaje namna nzima wachungaji walokubali kuingia katika umoja wa wachungaji? Mwitikio ni mzuri, na sio wachungaji tu, pamoja na kwaya, pamoja na washirika, mwitikio wao ni mzuri sana, na tumemshukuru Mungu. Pia huu ni mkutano wetu wa pili, tumemwona Yesu akiokoa, tumemwona Yesu akifungua, watu wamekuwa wakifunguliwa, watu mbalimbali. Uthubutu unauonaje mtumishi? Uthubutu ni mzuri kabisa. Nimeambiwa kuna watu wengi wameokoka hapa, wamemjua Yesu, wamempokea. Wewe unavyoona tangu mmeanza umoja wenu, ni kwa kiasi gani ambavyo watu mnazidi kuwakusanya kwa Yesu? Ni kwa idadi ipi yani kwa unavyoona? Idadi ni nzuri, kwa sababu mkutano wa kwanza waliokoka watu kama 16, na kwenye huu mkutano ambao tumeanza hapa wameshaokoka watu zaidi ya 20, na pia kuna watu wamefunguliwa zaidi ya watu 10 na kitu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ametutia nguvu, ametuwezesha. Kama baba dunia na kuona sasa hivi, unasemaje kuhusiana na mikutano kama hii na semina kabisa ambazo zinaanzishwa, ambapo watu wengine wanasema hatuwezi, ila nyinyi mmethubutu licha uchache mlionao? Tunamshukuru Mungu kwa sababu tulipopata haya maono na tuliamua kuingia kazini kufanya kwa imani, kwa sababu Mungu mwenyewe ametuwezesha na Mungu anatutia nguvu. Lakini pia tutahitaji pia, kama kuna watu ambao wanahitaji kuungana na sisi kutuombea na kutubeba kwa ajili ya kuweza kusapoti kazi ya Mungu iende mbele, kwa sababu pia kazi hii inahitaji watu ambao wataombea, lakini pia kazi hii inahitaji pia watu ambao watatusapoti kwa njia ya fedha. Kwa hiyo tunakualika pia, ungana pamoja na sisi ili tuweze kumtumikia Yesu. Amina. Mtumishi, Mungu akubariki sana na hongera kwa kuwa moja kati ya sehemu katika hii huduma. Tunabarikiwa sana na uwepo wako. Mungu akubariki sana. Mtumishi, kitu ambacho tumefarijika, wewe ni miongoni mwa mtu ambaye umefika katika kanisa la Gombwe Maranatha, umeshuhudia namna hema la Bwana linavyotengenezwa. Unazungumziaje?
Nimeona pia mtumishi wa Mungu kazi yake ni nzuri na jengo wanajenga vizuri, na nimefurahia pia kufika pale kanisani, na Mungu abariki sana kwa ajili ya maono, kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba mahali pa kuabudia. Amina, Mungu akubariki sana. Amina, amina. Mtumishi, baba yetu huyu mtumishi pekee ambaye yupo katika umoja wa wachungaji na amethubutu kuja katika kanisa la Gomo Maranatha, ndiye aliyeshuhudia ujenzi wa hema la Bwana, na ameomba pale kwamba ujenzi huu Mungu akatende na kufanya, maana Bwana ndiye anayejenga mji wala hakuna mtu mwingine ambaye awezaye. Nikushukuru sana mtumishi, na endelea kwa ajili ya mkutano huu kuwaleta watu kwa Yesu. Hakika tunazidi kubarikiwa. Amina sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Johnson Kiula Mkumbo. Unasali kanisa gani? Nasali kanisa hili ambao kuna mkutano kanisa TAG Makedonia. Unaonaje mkutano kwa ujumla? Kwa kweli mkutano tunamshukuru Mungu umeenda vizuri, na tunachokishuhudia watu wanaokoka, watu wanafunguliwa tangu tarehe 19 mpaka sasa tunaona uwepo wa Bwana. Wewe kama muumini ambaye unasali kanisa hili, unapoona watu kutoka makanisa kadha wa kadha wanakuja, unaonaje ule mwitikio wao? Kwa kweli nimebarikiwa na mwitikio wa makanisa 6 ambao makanisa haya yote yako chini ya Apostle Nyimbi ambaye ni mwangalizi. Kwa hiyo huu mkutano umebeba makanisa 6 kwa ajili ya kutengeneza umoja wa utumishi wa injili maeneo ya section hii. Nashukuru kwa namna ambavyo semina imeendeshwa na umeiona kuanzia mwanzo hadi sasa leo siku ya mwisho, unaionaje? Kwa kweli semina ni nzuri. Binafsi nimemwona Mungu akituhudumia na pia nikashuhudia watu wakihudumiwa na Mungu. Amina. Ndio. Mungu akubariki sana, naendelea kuwa balozi mzuri huko unapoenda kutokea kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Amen. Ubarikiwe sana. Amen, amen. Kuna mtu anakutazama sasa hivi pale, anataka umwambie kuna haja gani ya yeye kuja kwa Yesu? Nataka nizungumze neno moja, umuhimu wa kuokoka mapema. Maana ukichelewa kuokoka mapema, unajiana itakuja itawakumba watu wote, lakini pia kuna faida za kuokoka mapema, kuja kunyakuliwa na Yesu. Kwa hiyo waalika wote kuja kwa Yesu. Amina. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana. Mtumishi, Bwana asifiwe. Amina. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Teddy. Unasali kanisa gani? Nasali hapa Makedonia. Mkutano umefanyika leo kanisani kwenu, unaonaje? Yaani ni mzuri, Mungu ni mwema, namuona Mungu. Amina. Hivyo unaona nguvu ya Mungu inavyotenda na kufanya katika eneo hili ambalo Mungu amebarikiwa kwa kiwango chako ambacho umeona mchungaji amethubutu kuja na kuandaa semina kama hii ambayo nyinyi kama waumini mnajionaje? Yaani tunamtukuza Mungu kwa kweli, maana ni mkutano umekuja kwa wakati. Amina. Makanisa mengine ambayo yamebarikiwa kufika hapa, unazungumziaje ule uhusiano wenu kati yenu na wao? Yaani namshukuru Mungu, ni uhusiano wetu ni mzuri na tunaendelea kuombea Mungu hii huduma iendelee mbele. Asilimia nyingi watu waliokuja hapa ni vijana, naona kundi kubwa ambalo limetekwa ni wao. Unafikiri ni kwa nini wameweza leo kuweza kufika? Yaani tunashukuru kwa sababu vijana sasa hivi wana uamsho. Amen. Ni wakati wa uamsho. Kwa hiyo vijana sasa hivi wote ni kwa Yesu. Amina. Tunashukuru Mungu kwa vijana wengi sasa hivi wanaokoka. Na kama wanaokoka ndio furaha yetu. Maana Yesu anasema anawataka vijana kwa vijana wana nguvu. Kwa hiyo mkutano huu unaona una nguvu kwa kuwa una vijana. Amina. Watu wanakimbilia kwenye mazoea. Tunasemaje kwenye huu? Kuna mazoea? Hapa hakuna mazoea, hapa ni Yesu anatenda mzima. Ile kweli pekee ya Kristo anayoamini, huduma hii ni ya kwake. Na yupo huru zaidi kujitamba, kwa maana hiki chombo kimekuja kwa ajili ya kuieneza kweli ulimwenguni pote. Kwa nini kweli? Sehemu nyingi sasa hivi duniani zimekuwa zikieleza kwa ushabiki, kwa kutaka fedha, kwa kutaka kujionesha ama maarufu fulani. Lakini huduma yetu ya Gomo Maranatha Church inakupa ile ladha halisi ya neno la Mungu. Ile kweli ya Kristo unaisikia. Sio ibada za kawaida kama ulivyozoea kutoka makanisa ambayo tuliweza kuyazoea. Watu wengi wananiuliza kuna tofauti gani kati ya huduma yenu na watu wengine? Ni kwamba Gomo Maranatha inakupa uhalisia wa jambo lenyewe. Dunia leo watu wengi wamepotea kwa kukosa maarifa, sawa na ile Hosea 4:6 ya kwamba wamezoea kuitwa
na kuviamini vitu vingine isipokuwa Kristo peke yake. Watu wamesahau, watu wameona kwamba Mungu si kitu kwao, watu wameona kwamba pekee ni bora kutumia vitu na sio kumtafuta Mungu. Kwa hiyo chombo hichi cha habari kina lengo cha kukusogeza wewe karibu zaidi, kumfahamu Kristo anafanyaje kazi. Je, kweli ambayo unaisikia ndio, ama watu wapo kibiashara zaidi kutokana na hao wengi maarufu mnaowafahamu wakubwa? Ama ukweli ni upi? Ikiwa sasa hivi tupo kwenye nyakati za mwanzo wa mwisho wa ulimwengu, yapo mengi yanazuka, yapo matukio makubwa, majanga, gharika na shida tofauti ambazo zinatokea katika ulimwengu huu. Na vyote hivyo vinatokea ni kwa sababu ule nyakati wakati wa kuja kwake Kristo umekaribia. Na ndio maana unaona vyote hivyo vinatokea. Wewe na mimi mpaka hivi sasa tunapoendelea kuishi kwa kuamini hilo, ambapo huko tunapoendelea kupaamini, unahisi upo sehemu sahihi sana. Kwa shuhuda ambazo umezisikia kutokana na huduma hii, sehemu tofauti ambazo tumekwenda kusikia sehemu ya neno la Mungu kupitia huduma hii, kuna kitu umekipata cha ziada. Umeweza kuona utofauti wa Kristo na makanisa mengine. Na kimaanisha Kristo maana yake inamaanisha ile kweli ya Kristo na sehemu zingine. Huduma yetu haifungwi na imani ulionayo. Haijalishi wewe ni mpagani, unaabudu nini, lakini tunataka kwako uamini tu kwamba kile ambacho unakiamini wewe, yupo Mungu ambaye ni zaidi ya hicho. Yupo Kristo ambaye ni zaidi ya hicho. Anaweza kufanya, anaweza kutenda. Wewe umekaa sehemu mahali fulani, umeshajikatia tamaa, umeona hakuna tena namna, lakini yupo Mungu anaweza kufanya hivyo na kutenda. Ni uhalisia. Hatupo kwa ajili ya kutafuta umaarufu fulani, kutafuta jina mbele za watu, kutafuta umaarufu, kutafuta kufahamika, lakini tunataka ulimwengu na watu wote wafahamu ile kweli. Wewe unanitazama sasa hivi kutokea bara lolote ile duniani, nikwambie ni wakati sahihi wa kugeukia kweli, kwa sababu Kristo anakuja. Muda na saa yoyote Kristo atakuwa amefika katika ulimwengu. Anatukuta mimi na wewe tupo wapi? Tupo kwenye mazoea ambayo tulikuwa tumeishi ya kidini, ya kidhehebu, ya kikabila, ya kiukoo, ya kijamaa, ya kitaifa, ya kimataifa, ambayo sisi kutokana na asili zetu bado tumeendelea kuyashikilia. Tayari katika dunia nzima sehemu nyingi ulimwenguni zimeshahubiriwa kweli na zinaijua kweli ya Kristo. Hakuna pahala ambapo mtu atakuja kusingizia kwamba mimi injili haikuwahi kunifikia. Hakuna pahala mtu atakuja kusema mimi kiukweli sijawahi kuona matendo makuu ya Mungu yakifanyika. Kupitia jukwaa hili mmeshuhudia. Mungu ametupa kibali hata katika ibada ambazo tunafanya katika huduma yetu. Unaona hakuna chochote cha ziada ambacho kinatokana na neno la Mungu peke yake, isipokuwa ni ile kweli tu. Na ile nguvu ya kweli ya Mungu inaonekana, watu wakifunguliwa, watu wakiinuliwa, watu wakiponywa tangu tumeanza. Ni ile kweli tu peke yake. Mungu ametubarikia Jumapili hii. Tulibahatika kuwa na wageni ambao walikuja katika huduma yetu na wakihitaji maombi. Na Mungu amefanya. Mtumishi wa Mungu alipokutana naye mtu huyo, alikuja kwa ajili ya huduma ya macho, lakini alipokuja akakutana na mtumishi wa Mungu, akapima macho yake, akaonekana kwamba bado kuna shida, kwamba hawezi kuona kabisa. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, akamkutanisha na mtumishi kwani Alista Albano katika kliniki ya A1 Eye Solution, na akaruhusu kwanza aweze kupimwa macho yake ili aone je yameathirika kwa namna ipi. Kwanza akaruhusu namna za kidaktari zianze. Baada ya kuonekana kwamba macho yake hayaoni na daktari amedhihirisha hilo, ndipo ambapo akamwambia kuna zaidi ya hicho kipo katika mwili wako, kwa nafsi yako na kwenye roho yako, ambacho ndicho ambacho kinasababisha hivyo vyote vinakutokea. Na baada ya hapo akafanya maombi. Roho Mtakatifu alivyomwema, binti huyo
akaonekana anaanza kuwa tofauti baada ya kukutana na mtumishi, kaanguka pale na kuanza kusumbuka na mapepo ya pale na hapa na pale. Lakini mtumishi akusita, akamwambia Jumapili hii Mungu akikupa kibali njoo madhabahuni mwa Bwana. Kumbuka mtu huyu akutoa hata 100. Akutoa fedha yake yoyote ile. Ni bure kabisa. Mtumishi licha alimkuta sehemu yoyote ile, lakini matendo makuu yakadhihirika hapo. Pigwa kwa moto, pigwa kwa moto wachini, pigwa hautaachiwa hapa, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa moto, pigwa ile mesha na kusha, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa ile mesha na kusha, pigwa teketea, pigwa teketea na kusha, pigwa teketea, pigwa na vifungo vyako, pigwa hakuna ishara inayosimama, pigwa kwa moto na ishara yako, pigwa na kazi yako, pigwa na kusudi na hizo ishara zinapigwa, pigwa kwa moto na mikao yako, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa uachiliwe hapa, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, kila mahali moto unawaka, moto unawaka, moto wa Kristo, moto wa Kristo, moto wa Kristo, mavazi yote ni moto, tunapeleka moto, moto ulaa, moto ulaa, moto ulaa, moto ulaa, moto kwa mavazi yako, moto kwa midara yako, moto kila mahali, makai ya moto, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto wa Kristo, moto unawaka, moto unawaka, Baba kwa jina la Yesu, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, ni moto, kwa mamlaka ya Yesu, tunaharibu, kwa moto wako, tunaharibu, kazi zote za wachao, kazi zote za misimu, kazi zote za misimu, kazi zote za majini, kazi zote za machashani, kazi zote za mapepo, kazi zote za uovu, kazi zote za waganga, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kinywa chenye moto, hiyo nafsi, moto unawaka, moto unawaka, nafsi ya Naila, tunapeleka moto, moto wa damu ya Yesu, tunamimina nafsi yake lipo, tunapeleka damu ya Yesu, moto wa 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 damu ya Yesu, Ufunuo 5, mstari wa 9 na 10, tunapeleka ilipo nafsi ya Naila, moto wa damu ya Yesu, tunaidai sasa, Bwana mkombozi wa Naila, Bwana mkombozi wa Naila, Bwana mkombozi wa Naila, kwa damu yako, kwa moto ulao, kwa damu ya Yesu, kwa moto ulao, komboza Naila wewe, kwa damu ya mwanakondoo, tunaidai sasa, tunaidai sasa, tunadai sasa, rudi kwenye. Mbali na kwamba kuna watumishi wengi kwenye ulimwengu huu wa leo wanahitaji fedha ili kuonana nao. Wapo watumishi wengi katika ulimwengu huu wanahitaji ununue vitu vyao, ikiwemo maji, mafuta, vitambaa na vingine kadha wa kadha. Lakini mtumishi wa Mungu leo hii hakutumia hivyo. Alipomuona akamwambia kwa jina la Yesu nakemea hilo pepo. Na kweli ikaonekana. Na Mungu akafanya pale. Na akaona isiwe tabu. Akamwalika kabisa kwenye ibada. Na amekuja pamoja na familia. Na Mungu pia amedhihirika pia kwenye ibada. Kaonekana. Bila gharama yoyote ile. Nikwambia kwamba katika hema hili walishakuja watu wenye shida mbali mbali. Walikuja watu wenye changamoto ambazo makanisa makubwa mengi ulimwenguni yalijaribu kufanya wanavyoweza. Hospitali kubwa walijaribu kufanya wanavyoweza. Lakini yote ikawa ni ngumu kwao. Lakini walipofika kwenye hema hili Mungu akawafungua, wakapona. Hakuna chochote ziada, ni neno tu la kweli la Kristo ndilo ambalo linawafungua hao. Mimi nakushuhudia hapa Mungu alifanya matendo makuu kwangu kupitia hema hili. Na ndio maana hata leo namtumikia Kristo kutoka hema hili. Nakusia kwamba acha kuishi katika hali ya mazoea ambayo umeizoea kuishi nayo kila siku. Acha kuishi kwenye namna ambayo kwako wewe unaiona ni bora zaidi. Acha kuishi kwenye namna ambayo unasema watanionaje kwenye dunia. Kristo mwenyewe amedhihirisha kwamba ukimkana na atakukana kwenye ufalme wa Mungu Baba. Atakukana kabisa. Atakukana. Wapo watu waliokoka katika dunia hii ya leo. Wenyewe hawataki kujionyesha mbele za watu ya kwamba wao wameokoka, ya kwamba Kristo anatenda kazi ndani yao. Wao wana ulokole wa kanisa.
lakini baada ya kanisa wao ni vituko, ni visa, ni visanga. Hawataki tena kuile kweli. Lakini wapo kama mamluki tu ambao tunaishi nao kila siku. Hao ndio wanasababisha mpaka leo mtu ukiokoka wanaonekana ni wabaridi kabisa, mtu ambaye ni wa kawaida sana. Kuwa makini nao. Kuwa makini nao. Karibu sana 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 katika huduma hii. Sipo hapa kupiga debe au kuinenea huduma hii, kuipigia plomo, ila nipo hapa kukueleza ukweli wa kwamba mpaka leo hii, mpaka saa hii ya wewe ambaye umejikatia tamaa, unasema huna tena tumaini jingine, unasema siwezi kufanya lolote lile kwa sababu nimeshashindwa, nimejaribu sehemu tofauti nimeshindwa, karibia maeneo mengi wamenila fedha, wamechukua hela zako, wameomba vitu kadhaa. Hapo watu wengine mpaka wameuza magari, wameuza nyumba, wameuza viwanja, wameuza mali, zote wamepeleka kwa watumishi. Lakini nikwambie tu ya kwamba Gombo Maranatha ni dhahiri na ni kweli. Neno la Mungu ni kweli linahubiriwa. Tunamshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kile ambacho anakitoa kwa mataifa na dunia nzima waijue kweli. Vita zipo, changamoto zipo, lakini lengo kubwa la Kristo kumtuma yeye ni kwako. Wewe unanitazama. Anasema na mimi, wewe unanitazama. Muda huu badilika. Acha kuishi kwenye mazoea. Acha kuishi kwa namna ambavyo umezoea kuishi. Epuka namna ya kimazoea na umgeukie Kristo. Biblia, neno la Mungu ni wazi kabisa. Hakuna mtu ambaye atakuzuia kusoma. Na nikusia kwamba ni bora kanunua Biblia ya kitabu zaidi, hard copy, kuliko kupata Biblia ya kwenye simu. Kwa sababu zitafika nyakati Biblia za kwenye simu zitatoweka. Hakutakuwepo tena Biblia. Na sio tu kuwa na Biblia kama pambo, bali kuwa na Biblia na kuisoma. Na neno la Mungu kuishi ndani yako. Ujue namna ya kujitetea pale ambapo utakutana na changamoto yoyote. Na si mbaya ukijio karibu na watumishi wa Mungu kwa kile ambacho kitakutatiza katika Biblia, kumshirikisha yeye ni mchungaji, kuhani, nabii au mtume au askofu. Kwa hapa naomba niweze kusaidiwa. Kwa hapa naomba niweze kuelekezwa. Imekuwaje? Kwa kuwa ni mwaminifu naye atakuwezesha, atakusaidia kwa gharama yoyote ile. Nikwambie mtumishi wa Mungu, unaponitazama muda huu, hupotezi kitu. Upotezi kabisa kitu. Gombo Maranatha Media haipo kwa ajili ya kumsema fulani, kumteta fulani, ila ipo kwa ajili ya kusema kweli ya Kristo peke yake. Peke yake. Mungu ametupa kibali kuishi katika taifa hili ni kwa neema peke yake. Uzima tulionao ni kwa neema peke yake. Afya, pumzi na uhai ni kwa neema peke yake. Lakini dunia leo imewaacha, imevikimbilia vya dunia zaidi kuliko Kristo peke yake. Leo hii ingekuwa interview ya mtu mmoja maarufu, ya msanii fulani maarufu, watu ingekuwa rahisi sana kuisambaza kwa watu tofauti, ili waone kwamba huyo mtu maarufu anafanya nini, anaishije. Lakini kuhusiana na habari za Kristo, watu imekuwa ni ngumu kuweza kusambaza kwa sababu tayari wamefungwa akili zao. Nikwambie tu, geuka sasa. Acha hiyo njia unayokwenda. Rudie Bwana. Rudie Bwana. Rudie Bwana. Atatakabali. Atanyoosha mapito yako yote na yatakwisha. Hiyo kwenye maisha yako unapitia hali ngumu, chuma ulete, mambo yaendi, shida, lakini hivyo vyote mweke kwanza Kristo wa kwanza mbele. Utaona vyote hivyo vinakuja. Mali, fedha, utajiri, Kristo vyote atakubarikia. Endapo utampa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Mpe leo. Mpe leo. Alafu utaona matunda yake. Atazidi kukuinua.
Huduma hii ya Gombo Maranatha Church kwa wakati huu tunakushukuru sana wewe ambaye unatufuatilia sehemu yote ulimwenguni. Tangu tumeianza huduma hii, tangu tulipoanza chombo hichi cha habari hata leo hii, Mungu kubariki sana 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 wewe ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu yote. Nikwambia kwamba mengi mazuri yanafuata ndani ya mwaka huu. Mungu anazidi kukubariki, Mungu akazidi kukuinua zaidi kwenye maisha yetu, kwenye maisha yako, na azidi kukupa kile ambacho unakihitaji. Nikushukuru sana. Mimi naitwa Frank Alfaxadi. Naamini katika kile ambacho nimekieleza mbele zako umepata kitu, umeelewa na umefahamu ni njia ipi sasa sahihi ya kuiendea. Hii ni Ijue Gombo Maranatha Media. Ijue namna na kuifahamu inafanyaje kazi, inaendaje. Na kikubwa si lolote si chochote, ila ni kweli tu ya Kristo ndio ambayo inahubiriwa hapa. Nikwambia kwamba mitandao yote ya kijamii, ukiandika tu Gombo Maranatha utatukuta. Ukiandika tu pale Gombo Maranatha, kama ni Google, ukiandika tu Gombo Maranatha utatukuta pale. Na wewe ni nafasi yako sasa kujidai, kusikiana na Bwana na kubadilika, na Kristo ataishi ndani ya maisha yako na utafanyika kiupya kivyote zaidi na zaidi, na Mungu atakubariki sana sana sana. Nikutakia wakati bora na mzuri. Nishukuru sana kwa kunitazama. Leo nilikuwa na ujumbe na wewe. Nilikuwa nakwambia neno ambalo Roho wa Bwana anazungumza na mataifa. Nashukuru sana.